Kwanza kwa jina naitwa Ramadhani Ulandala. Mimi niseme tu Tulia ni mheshimiwa, Tulia ni mbunge wa Mbeya mjini, Tulia ni speaker. Kwa hiyo sehemu moja hapo anayotakiwa kufanya vitu vikubwa kama hivi lazima afanye kwenye jimbo lake ambalo ni Mbeya. Kwa hiyo swala la kuwakusanisha wasanii wengi mbalimbali wa Mbeya, wa Dar es Salaam, wa wapi, kuwakusanisha wanariadha kutoka sehemu zozote za Afrika Mashariki na Kati ni sehemu moja yake ya kuwajibika kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Lazima yeye afike mahali atupe burudani wakazi wake. Kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa burudani. Kwa hiyo mimi nampongeza kwa sababu kila mahali amegusa. Ndio maana tunasema yupo sio miaka mitano, yupo sana tu. Kwa sababu kila sehemu amegusa. Ukiangalia kwenye Biblia yupo, kaipandisha Mbeya City. Amekuja kwenye Niaza kawagusa, waandishi wa habari kawagusa. Yaani kila sehemu yupo. Kwa hiyo kila wakati kuna kalenda yake. Kila tunajua sisi, yani sisi wakazi wa Mbeya. Leo umeona nimekuja na watoto wangu. Najua kabisa tarehe leo watu wanakuja kumwangalia Simba bure, wanamwangalia Zuchu. Nimewaleta wako huko wanafaidi. Kwa hiyo ni sehemu ya mtoko tu ambao mama ametuandalia. Kwa hiyo mimi nampongeza sana. Naitwa Eden Samuel Katininda. Tangu asubuhi nilikuwa nimewahi kwenye Tulia Marathon. Nimetoka nyumbani saa 11 mpaka saa hizi karibu saa 7 nilikuwa nakimbia. Nimekimbia kilomita 5. Nafikiri umeona hapa nina nishani. Kwa kweli mbio zilikuwa nzuri. Tunamshukuru sana Dr. Tulia kwa ubunifu wake, kwani anatufanya tuwe na afya nzuri. Bila afya huwezi kukimbia, lakini kwa afya tulizonazo hizi Mungu anatujalia tunaweza kukimbia mpaka kilomita 5. Lakini mimi ningeweza hata kukimbia kilomita 10 kwa sababu ubavuo nilikuwa nao. Kweli Dr. Tulia ni mbunifu sana. Kwa sababu hii ubunifu aliofanya wa marathoni kwa ajili ya miundombinu na afya na kuwaona kama alivyosema pale watu ambao wako kwenye mazingira magumu, inasaidia sana. Inasaidia na watu wanajitokeza kutoka nchi mbalimbali. Kama leo walikuwepo wa Kenya, wa Uganda, wa Malawi, wa Zambia. Unaona watu walikuwa wengi sana. Zaidi ya watu 2000 walikuwepo pale. Na watu wamefanya biashara nyingi sana. Wamefanya biashara mbalimbali. Kwa mfano pale palikuwa na mishikaki, vyakula vya aina mbalimbali vyote vilikuwepo pale. Kwa kweli Dr. Tulia tunamshukuru sana, Mungu ambariki, aendelee kuwa mbunifu. Ninaamini kwa jinsi anavyofikiria na kubuni miradi hata mbinu za kuendeleza jiji letu la Mbeya ataendelea kubuni. Kwa kweli kwa hili tukio la leo nashukuru sana kwamba Dr. Tulia ameweza kuunganisha watu kutoka mataifa mbalimbali hapa mjini Mbeya, na huu ni kwamba Mbeya imefana kwa ajili ya Dr. Tulia toka ameanza ubunge wake mpaka sasa. Tunasherehekea na watu mbalimbali wanakuja kuhudhuria tukio lake. Kwanza kabisa namuombea Dr. Tulia uchaguzi mwema. Najua jinsi alivyoshughulika na Mbeya na kuhudumia. Dr. Tulia ni mbunge pekee wa kike ndani ya watu wa kiume ambao hakuweza kufanya kazi hii. Lakini Dr. Tulia kwa kweli ni gold Mbeya. Hatutampata mbunge mwingine hata ipite miaka 100 ijayo. Amefanya kazi kwa ajili ya mashule, hospitali na watu binafsi. Kama mnavyojua kwamba Dr. Tulia anahudumia wasiojiweza kwa hali yoyote. Naitwa Lina Sanga. Anachokifanya Dr. Tulia ni kuwaleta watu karibu. Kwa sababu hata maandiko yanatusisitiza kwamba tuwe palipo na umoja lazima kuna jambo linaweza ikatokea. Anachokifanya kwanza kwa sisi ambao tunaamini katika michezo. Tunajua michezo ni afya, ajira pia. Kwa hiyo hapa kuna watu ambao wamekimbia, wamepata pesa kwa ajili ya hizo mbio. Kuna watu wamekuja kufanya biashara, wamepata pesa, ushirika na watu. Huyu alikuwa mji huyu na huyu alikuwa mji huyu.
mwingine alikuwa anamuona tu labda waziri fulani kwenye video, lakini leo anakimbia naye. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba anachofanya Dr. Tulia ni kwamba umoja na watu, na anakutanisha watu katika umoja na watu katika kuamini kwamba hakuna adui wala rafiki, ila wote tunabaki kuwa ni ndugu wa baba mmoja ambaye tunaamini katika michezo. Tumeshiriki marathoni hii ambayo ni Betika na Tulia Marathon, ikiwa ni awamu yake ya 9 kuendesha mashindano haya, ambayo kiukweli Mheshimiwa Tulia ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ameweza kuwakutanisha wananchi mbalimbali wa Tanzania na nje ya Tanzania. Mashindano yamefana. Mashindano ya mwaka 2025 yamefana. Wakimbiaji kutoka mikoa mbalimbali na hata nje ya Tanzania wameshiriki mashindano haya. Lakini lengo hasa la mashindano haya ni kuchangia miundombinu ya elimu pamoja na afya. Kwa watu wanapochangia kwa kununua tickets, wanakuwa wamekwenda kumgusa mwananchi wa kawaida, mtoto wa Kitanzania ambaye atakwenda kupata elimu katika madarasa mazuri, miundombinu rafiki ya madarasa, miundombinu mizuri ya afya. Kwa hiyo mashindano haya yanalenga kusaidia Watanzania wa chini ambao wanakwenda kunufaika na mashindano haya Tulia Marathon. Naitwa Loketi Masoko Mashenga, ni chifu Mbeya mjini na Mbeya vijijini, chifu wa kabila la Wasafwa. Mimi kwa kweli mwandishi, kwa jambo nalolifanya huyu kijana wetu, anayefanya mambo mazuri sana katika mkoa wetu wa Mbeya. Tunamshukuru sana. Ni mtu Mbeya anayegeuza siku hadi siku. Kwa hiyo kama hii marathon hii ni tiba mojawapo kwa vijana, hata sisi wazee ukitembea kama hata mita 2 nao mwili wako nachangamsha. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana kwa mambo na yeye yafanya ni mengi. Anatutengenezea mabarabara, mambo mengi sana. Anatutengenezea mashule, watoto wa shule anawapa, yani watoto wa shule mpaka 2000 anawapa vifaa vyote vya shule. Mtoto wetu ni mtu wa ajabu, ni mtu mzuri sana. Na sisi tunamwombea Mungu kwamba endelee hivyo, na pamoja na rais wetu ni kama wameungana mtu na mdogo wake, wanaye afanya katika mkoa wetu wa Mbeya. Sisi tunashukuru sana. Alafu ndugu, sisi tunashukuru sana kwa yote. Tunasema uchaguzi unayokuja uko mbele yetu, uko karibu sana. Huo uchaguzi uwe salama salimini. Kama sisi machifu tunauombea usalama, madini wote, wachungaji kwa Waislamu, sisi tumeungana Mbeya yetu hii, tunaiombea nchi yetu, uchaguzi uwe salama sana. Kwa majina anaitwa Chifu George Gilbert Yoto, ni chifu wa Mbeya. Nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson kwa huu utaratibu wa Tulia Mbeya Marathon. Ni mpango mzuri ambao kwanza kwa kujenga afya. Michezo ni afya. Isitoshe kiuchumi. Haya mashindano yanakusanya watu wengi kutoka pande mbalimbali za Tanzania na nje ya nchi. Kwa kweli ni faida kwa wakazi wa Mbeya, wafanyabiashara, wajasiriamali. Vile hii Tulia Marathon ina faida sana kwetu sisi mkoa wa Mbeya. Kwanza kabisa, yeye fedha zote zinazopatikana katika Tulia Marathon huwa zinalenga maendeleo ya hapa Mbeya. Kwa mfano kama upande wa elimu na afya. Na mfano tosha, mwaka jana aliweza kujenga jengo la kompyuta pale Lioto Sekondari kwa kupitia Tulia Marathon. Kwa hiyo ni jambo jema sisi kwa wana Mbeya. Tunamuombea kwa Mungu aendelee kila mwaka hizi mbio ziwepo.